kumetangulia sifa nyingi ambazo hazipo kwangu, hizo nyingi mno. Lakini pia leo ni mahafali, sio siku ya kuzungumza sana, bali watu wanapaswa kusherehekea kwa furaha hii ya kuhitimu wenzao, na pia wanaobakia kuwaaga wenzao kwa furaha na shauku. Naomba nitumie fursa hii kuzungumza mambo matatu tu, kama itawapendeza, kutokana na wakati ulivyo, na mambo ni mengi, na mgeni rasmi ashazungumza yake mengi, hata kama kijiti hicho mikabidhi yote ameyamaliza. Mosi, nianze kukupongezeni kwa juhudi hii mlioifanya waandaaji na Msaudi Muse kwa ujumla wenu. Allah amlipe kila mmoja wenu kwa juhudi aliyoifanya ya mali, ya hali, ama fikra au mawazo. Pili, nimefurahishwa sana na vile vipengele segments ambavyo mlikuwa mmeziweka, ikiwemo mashindano ya Qur'ani, lakini pia kuonesha ujuzi katika lugha ya Kiarabu, hali kadhalika na maswali ya papo kwa hapo. Hii ni jambo zuri na lapaswa kupongezwa na kuendelezwa namna hii. Ni dhahiri shahir, wengi katika vijana wetu tunapomaliza la 7 tu madrasa huwa tunaitupa pembeni. Kwa ukiona jambo hili linaendelezwa katika ngazi ya vyuo vya kati na vyuo vikuu, ni jambo la msingi na la muhimu mno na la kupongezwa. Nimshukuru pia mzungumzaji, nimemsahau kwa jina, alizungumza masala ya ilmu wakati akifanya tarjama ama ukalimani wa mazungumzo yaliyozungumzwa ya Kiarabu, na kuonesha nafasi ya ilmu kwamba Qur'ani ndiyo bahari ya elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ndani ya sura ya 16, Suratun Nahli, sura ya nyuki. Mnafahamu majambo yake ya kisayansi katika nyuki. Aya ya 89, wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Tumekuteremshia Qur'ani ikiwa ndiyo ufumbuzi wa kila jambo na ni mwongozo, na ufumbuzi huu ndiyo una bishara njema zote za waumini. Hivyo basi tusikiache kitabu kitukufu cha Qur'ani katika maisha yetu, tuendelee nacho katika ngazi ya masomo hivi tunavyosoma, katika kazi zetu na shughuli zetu, na kuendelea kwa ujumla. Allah atuwezeshe katika hilo. Jambo la pili, nazungumza nukta 3 tu za muhimu. Moja, nafasi ya muda ni jambo la msingi mno. Wakati wenzetu wa magharibi wanasema time is money, kwamba muda ni pesa, nadharia ya Uislamu unasema muda ni uhai. Nenda katafiti kwenye Qur'an, takriban aya zote zilizozungumzia muda na time zimeufungamanisha na uhai. Toa alichokuruzuku Allah kabla hujafikiwa na nini? Na umauti. Na nyingi hatuna muda wa kuzitazama. Na Allah akasema, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Katika sura ya 25 Furqan aya 62, Allah amesema ameumba usiku na mchana khilfatan, vikawa venye kufuatana kutengeneza nyakati na muda, lakini lengo ni kwa ajili atakayeweza kutumia vizuri, effectively, ndio atanufaika naye. Au arada shukura, au akataka
kushukuru kwa maana kutenda, kufanya vizuri katika muda anaoutumia. Kwa hiyo tuchunge sana muda wetu katika utafutaji wa ilmu na maisha yetu kwa ujumla. Mazungumzo ya muda ni marefu, ndio maana hata wataalamu wakatengeneza fani mbalimbali za time management kwa maana ya kuonesha nafasi ya muda na wakati. Lakini tambua nadharia ya Uislamu, wakati ni uhai. La pili, juu ya kufanya jitihada katika mambo. Kila kitu kinataka jitihada. Allah anazungumza katika suratul Ankabut, ni sura ya 29 aya ya mwisho kabisa, anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao watafanya jitihada kwetu sisi tutawaongoza katika njia zetu. Wanazuoni rahimahumullah wamefanua hasa wa asriya wa sasa, wakazungumza njia ni nyingi. Allah kusema njia moja, sabilana, la subulana, njia zetu. Wakaonesha kwamba jitihada ndiyo ufunguo wa njia ya kila nyanja ya maisha ya mwanadamu, katika usomaji wake, utafutaji elimu, katika biashara zake, katika shughuli yoyote ile anayoifanya, yuwapaswa kuwa na jitihada. La tadhunnanna anna almajda tamran anta akiluhu yaghusu albasaru man talaba al-laali man talaba al-ula sahira al-layali. Anasema mmoja katika wazungumzaji, usidhani kwamba mambo mazuri yanapatikana tu kama tende kwenye kisosi unaletewa ule, la, bali ni jitihada na juhudi. Wanaotafuta lulu na marijani katika mapango ya baharini na kwenye madini wanakesha usiku kupata mafanikio hayo. Inna safinata la tajri al yabas, kama jahazi haliwezi kutembea nchi kavu. Jitihada inatakiwa katika kila nyanja unaoifanya. Mwisho nasaha yangu ya tatu, pamoja na jitihada, wanasema jitihada haizidi kudura. Tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kila nukta ya maisha yetu, na hii ni kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa miili yetu na nyoyo zetu zimefanya kazi, basi mioyo imwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtegemea, kumuomba yeye. Na nafasi nzuri mno ambayo ya kuitumia baada ya kutekeleza mambo ya wajibu na faradhi, jitahidi kusimama nyakati za usiku kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 17 sura Isra aya 79, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Na nyakati za usiku basi fanya jitihada ya kuamka usiku kumuomba Allah Mola mlezi akunyooshee mambo yako. Asa, na hii ni uhakika hapa kwa mujibu wa tafsiri, Mola wako atanyoosha mambo yako na kuweka sehemu inayosifika. Mwisho nimalizie nukta mbili kabla ya mahitimisho ya kuhusu risala. Ukiangalia waliofanikiwa wote duniani, nukta moja inawaunganisha nayo ni uchungaji wa muda wao. Hilo liangalieni sana, msilipoteze. Ukiangalia waliofanikiwa wengi katika waumini kunako utiifu wa Allah na kuendeleza maisha yao ya dunia, ni kusimama nyakati za usiku. Haya mawili msiyaache. Usiku unasimama kwa kusoma, Allah atakufungulia kirahisi sana. Pia muombe kwa kuswali, kama Allah anasema wasta'inu bis-sabri was-salah. Mtakeni msaada Allah kwa subira ya uvumilivu, kuamka usiku wa manane na baridi ukaomba, was-salah, na maombi ama swala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya nasaha ambayo nimetaka nikumbushe kwa kifupi sana, nimeifinya kutokana na wakati tulionao.